Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa JKT, Mheshimiwa Dr. Stergomena Lawrence Tax ameliambia bunge kuwa Jeshi la Ulinzi wa Wananchi wa Tanzania linatekeleza majukumu yake kwa umakini mkubwa na kwamba Watanzania wanapaswa kukiamini chombo hicho na kuacha kuingilia utendaji wake ili kiweze kutekeleza majukumu yake kikamilifu kwa mujibu wa Sheria ya Ulinzi wa Taifa na Katiba ya nchi. Waziri huyo wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa ametoa kauli hiyo Mei 20 mwaka 2025 wakati akiwasilisha bungeni hotuba ya makadirio na bajeti ya wizara hiyo kwa mwaka 2025-2026 huku akishangiliwa na wabunge wakati wote. Waziri Tax amesema, aidha, kwa kutambua kuwa Jeshi la Ulinzi wa Tanzania ni chombo mahususi kwa shughuli mahususi ambazo zinahitaji weledi, umakini na uzalendo wa hali ya juu, nitoe rai kwetu sote kuendelea kuliamini, kulipa uhuru wa kutekeleza majukumu yake bila kuingiliwa, kwa kufuata matakwa ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Sheria ya Ulinzi wa Taifa na kanuni zake pamoja na sheria nyingine. Mheshimiwa Spika na waheshimiwa wabunge, mara nyingi nimekuwa nikisema Jeshi la Ulinzi wa Wananchi wa Tanzania ni chombo mahususi kwa shughuli mahususi, pengine na kwa sitoi ufafanuzi. Naomba nieleze kidogo. Wanajeshi huandikishwa na hawaajiriwi. Na mwanajeshi anapoandikishwa anakula kiapo. Anakula kiapo kuilinda mipaka ya nchi, anakula kiapo kulinda mamlaka, anakula kiapo kulinda uhuru, na anakula kiapo kulinda katiba na hata mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Kwa muktadha huu, uandikishwaji wa vijana katika jeshi unatakiwa ufanyike kwa umakini wa hali ya juu na bila kuingiliwa na chombo chochote isipokuwa kufuata matakwa ya katiba na sheria iliyowekwa. Kuhusu mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa kwa vijana wanaostahili kuandikishwa ndani ya Jeshi la Ulinzi wa Wananchi wa Tanzania, waziri amesema, kifungu cha 3 kifungu kidogo cha 2B cha Sheria ya Jeshi la Kujenga Taifa sura 193 toleo la urekebu la mwaka 2002 JKT inatakiwa kutoa mafunzo kwa vijana ili kuwawezesha kuwa na sifa za kuandikishwa katika Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Aidha, kifungu cha 29 kifungu kidogo cha kwanza cha Sheria ya Ulinzi wa Taifa sura 192 toleo la urekebu la mwaka 2002 kinaainisha sifa za kuandikishwa katika Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania ambazo ni: kwanza, awe raia wa Tanzania, awe na tabia na mwenendo mzuri, awe na umri usiopungua miaka 18, awe na akili timamu, na pia awe amekizi vigezo vitakavyowekwa na mkuu wa majeshi kadri atakavyoona inafaa. Awe amekizi vigezo vitakavyowekwa na mkuu wa majeshi kadri atakavyoona inafaa. Aidha, kulingana na kifungu cha 148 kifungu kidogo cha Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ya mwaka 1977 kama ilivyofanywa marekebisho mara kwa mara, Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania hupokea amri kutoka kwa Amiri Jeshi Mkuu na si vinginevyo. Na kifungu cha 5 cha Sheria ya Ulinzi wa Taifa kimeainisha maeneo ambayo Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa amekasimiwa mamlaka na Amiri Jeshi Mkuu. Akizungumzia migogoro ambayo imedumu kwa muda mrefu mashariki mwa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, waziri huyo wa Ulinzi na JKT ameliambia bunge hatua ambazo zimechukuliwa hivi sasa na wakuu wa nchi wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika na Jumuiya ya Afrika Mashariki. Mheshimiwa Spika, katika jitihada za kutatua mgogoro uliodumu kwa muda mrefu mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, wakuu wa nchi za Jumuiya ya Maendeleo wa Kusini mwa Afrika yani SADC na Jumuiya ya Afrika Mashariki yani EAC wamesisitiza umuhimu wa kutafuta suluhisho la kudumu kupitia njia za majadiliano na kisiasa. Kufuatia msisitizo huu, wakuu wa nchi za SADC walifikia uamuzi
wa kuondoa vikosi vya kijeshi vya SADC nchini DRC ili kupisha michakato ya kisiasa na majadiliano. Mheshimiwa Spika, kupitia bunge lako tukufu, naomba kutoa taarifa kuwa vikosi vyetu vinaendelea kurejea salama kabisa. Aidha, napenda kulipongeza jeshi letu la ulinzi wa wananchi wa Tanzania chini ya mkuu wa majeshi Jenerali Jacob John Mkunda na wanajeshi wote kwa uhodari, weledi na kazi kubwa walioifanya katika kutekeleza misheni hii na misheni nyingine zote za ulinzi wa amani, na kwa uzalendo wao katika ulinzi wa taifa letu kwa ujumla. Kipekee na kwa heshima kubwa, naomba kumshukuru na kumpongeza Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu, kwa uongozi wake mahiri katika kusimamia ulinzi na amani akiwa Amiri Jeshi Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, lakini pia mwenyekiti wa asasi ya siasa, ulinzi na usalama ya Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika. Baada ya majadiliano, bunge limepitisha kwa kishindo bajeti ya Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa kwa mwaka 2025-2026. Mheshimiwa Spika, kwa mwaka wa fedha 2025-2026, Wizara ya Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa na taasisi zilizo chini yake inaliomba bunge lako tukufu liidhinishe jumla ya shilingi trilioni 3,645,912,947, na kati ya fedha hizo shilingi trilioni 3,327,115,385 ni kwa ajili ya matumizi ya kawaida na shilingi bilioni 318,797,562 ni kwa ajili ya matumizi ya maendeleo. Mheshimiwa Spika, naomba kutoa hoja. GMTV, Dodoma.